Na yale mambo nimesikia Mheshimiwa Cheruiyot akisema, mtaona watu wengi na kelele mingi na mipango ya migawanyiko ya ukabila na uchochezi wa kisiasa. Na tunapoelekea mwaka wa 2027 2027, uchaguzi unaokuja ni uchaguzi ya wale ambao wako na mpango na sera na ajenda ya Wakenya, na wale ambao kazi yao ni matusi, migawanyiko na kugawanya Wakenya na misingi ya ukabila. Na mmewaona hata hao, nasikia walikuwa hapa jana. Hiyo ni ile moto ya makaratasi ambayo inawaka siku moja alafu inazimika. Ndio unasikia ukiwauliza ajenda yao, hawana ajenda yoyote. Ukiwauliza mpango wa maendeleo wa nchi ama hata kukusanyika kwa kanisa kama hili kusaidia kanisa, hawawezi. Sababu ile kitu wanataka ni kuja kuwaletea maneno siasa, maneno ya uchochezi. Nimeona wengine huko Mombasa pia, ukiwasikiza hakuna ajenda yoyote. Yule mkabila kutoka huko kwetu, ukimwambia kuja hapa, atakuja kuuliza wapi nyumba hii tu. Sasa mimi nilikuwa nauliza jana, tulikuwa Murang'a na rais na naibu wa rais. Wewe unajiita kiongozi, lakini wewe ndiye unajidai unasema mimi ndiye kiongozi wa jamii. Na tumekuambia sisi hatutaki kuwa viongozi wa jamii, tunataka kuwa viongozi wa Kenya, viongozi wa nchi moja ambayo inaunganisha Wakenya wote. Wewe kama unatafuta uongozi wa jamii, hiyo mambo yako ya ukabila, utajua hata watoto ambao kila siku unajaribu kuchochea hawana wakati na nafasi ya siasa za ukabila na migawanyiko ya Kenya kwa misingi ya ukabila. Nasikia wakiwachochea vijana, wanaambia Gen Z watoto wangu. Hao sio watoto wako, sababu hata wale ambao ni watoto wako sio rika ya wale watoto wa Gen Z. Sisi ndio tuko na watoto ambao niyo generation ya Gen Z. Na hawa watoto wetu hawajui ukabila. Wengi wao hata hawaongei lugha zao za mama. Wengi wao wanaangalia Kenya ya mbele, sio Kenya ambayo tulitoka nyuma, ambayo watu waligawanywa kwa misingi ya ukabila. Kwa hiyo Kenya kwa misingi ya ukabila. Naona akienda Murang'a anasema sijui mama wa maua alikuwa amesema nisifike hapa, nimefika. Anatoka hapo akienda kwingine, anaenda Ukambani, anasema CNN ameniandikia message akaniambia nisifike hapa na Mheshimiwa Kalonzo. Mambo tu ya kuchochea Wakenya. Jana nimeona wameenda Mombasa, ni matusi dhidi ya familia ya Waziri Joho na wale wengine viongozi wa pwani. Na sio tu viongozi, hata kanisa. Umeingilia madhehebu ya kanisa, unatukana Wakorino sababu umewaona wameenda kufanya kanisa ikulu ya Nairobi. Sasa kama unatukana Wakorino, unatukana viongozi, unatukana wanamuziki, unatukana wasanii sababu wamekataa kuingia kwa sera zako za ukabila na migawanyiko, utaongoza nani? Na nataka nirudie nikwambie vile uliambiwa, you will lead nobody, you will go nowhere, and you will never be anything in this country with that agendaless agenda of yours of dividing the people of Kenya. Kwa mipango yao ya kazi na mambo yenyu, mimi naambia Wakenya, please, this is a time to be selfish. Mujipende kama Wakenya. Nikija mimi kama kiongozi kuwaomba kura, nisije kuwaambia mambo yangu, mambo ya kuwachochea wewe dhidi ya ndugu yako. Nije na agenda nikuambie utapata stima nyumbani kwako namna gani kama hauna stima. Barabara kama ni mbovu, nikuambie tuna mpango gani wa kutengeneza barabara. Tuwaambie reli ambayo ilisimama wakati wa uhuru itajengwaje ije mpaka hapa Western Kenya, mshikane na Kenya nyingine, ili maendeleo ambayo inapatikana Nairobi, Mombasa na kwingine pia ipatikane hapa Vihiga. Kweli si kweli? Tusonge tusisonge? Tuungane tusiungane?
Nyinyi mmesema ni 2 term, si 2 term. Na sio 2 term ya maneno matupu, kweli si kweli? Ni 2 term ambayo mnaona nchi ambayo iliachwa na madeni imelundikizana, tukiwa kati ya nchi 6 kwa bara la Afrika ambazo zilikadiriwa ya kuwa zitashindwa kulipa madeni yao. Kati ya hizo nchi 6, nchi ya Kenya peke yake chini ya uongozi wa William Ruto ndio haikuweza kushindwa kulipa madeni yake, na mpaka wa leo tunalipa madeni yetu sababu ya kuwa na mpango wa kazi wa kuboresha uchumi wetu.